Seneti yaanzisha uchunguzi kuhusu kashfa ya kuajiri kazi majuu. Uchunguzi wa BBC wahusisha maafisa wa KDF na mauaji ya maandamano ya Gen Z mwaka jana. Na mahakama ya ICJ yasikiliza kesi ya Israel kuzuia misaada kuwafikia Wapalestina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popote pale ulipo, saa 2 dakika zimetoweka, dakika 2. Ujambo na karibu kwenye Dira. Kwa niaba ya mwenzangu Abubakar Juma, nafahamika kama Ramla Abdi. Karibu sana. Uchunguzi mpya wa BBC umehusisha maafisa wa jeshi la ulinzi la Kenya KDF na vitendo vya ukatili wakati wa maandamano ya vijana wa mwaka jana, ambapo waandamanaji walivamia majengo ya bunge. Taarifa ya BBC inadai kuwa kando na maafisa wa polisi kulikuwa na washambuliaji wengine ambao huenda walitoka KDF waliotumiwa dhidi ya waandamanaji. Uchunguzi huo ambao imedumu kwa dakika 37 unatokana na ushahidi wa kidijitali unaonyesha mauaji ya makumi ya vijana. Mojawapo ya matokeo ni kwamba mpiga risasi mmoja alikuwa na mavazi ya kipekee tofauti na maafisa wa polisi waliovalia kiraia katika eneo la tukio, na hivyo kuzua shaka iwapo alikuwa na kitengo cha polisi. Pia ilidaiwa kuwa mmoja wa waliofyatua risasi wakati wa uvamizi wa bunge alihusishwa na kituo cha polisi cha Central. Hata hivyo, BBC ilipojaribu kumfuata afisa huyo, juhudi hizo hazikufua dafu, hivyo kuzua mkanganyiko kuhusu kituo chake halisi cha kazi. Na waziri wa leba Alfred Mutua pamoja na maafisa wa mamlaka ya kitaifa ya uajiri NEA wanatakiwa kufika mbele ya kamati ya Seneti kufuatia madai ya kuwatapeli waliotafuta nafasi za ajira katika mataifa za nje. Inadaiwa kwamba wakala waliohusishwa kwenye mchakato wa kutafuta nafasi za ajira kwa vijana 300 chini ya mpango wa serikali wa kazi majuu wametapeliwa. Inadaiwa kwamba waathiriwa walilazimishwa kulipa shilingi 55,000 za ada za kuwawezesha uchunguzi wa kimatibabu, usindikizaji wa visa na vyeti vya maadili mema kabla ya kuondoka kwao. Shughuli za kuajiri inaripotiwa kuwa ilifanyika Kabete mnamo Disemba mwaka 2024, ikilenga wanaotafuta kazi katika tasnia mbalimbali zikiwemo useremala, udereva na uashi. Awali vijana waliombwa kulipa shilingi 15,000 kwa ajili ya uchunguzi wa kimatibabu ulioelezwa kwamba utaratibu wa kawaida kabla ya kusafiri nje ya nchi. Hii ni Dira ya Iqra 95.0 FM. Kwingineko ni kwa waziri wa masuala ya kigeni na diaspora ameibua wasiwasi juu ya kuongezeka kwa gharama za kutekeleza michakato ya ushiriki wa umma kama inavyotakiwa kikatiba chini ya ibara ya 10 na 118 ya katiba ya Kenya. Mudavadi amesema kuwa makadirio ya shughuli za ushirikishwaji wa umma ni kati ya shilingi milioni 10 hadi shilingi milioni 100 kwa kila zoezi, ukitegemea na ukubwa na maeneo ya kijiografia. Kumradhi. Akizungumza alikutana na mkutano wa ngazi ya juu na timu ya Umoja wa Mataifa inayoongozwa na mratibu mkazi Stephen Jackson. Mudavadi ameonya kuwa mtindo wa sasa wa gharama sio endelevu, akibainisha kuwa mahitaji hayo ya kifedha yanaweza kunyima sekta muhimu kama vile afya na elimu na miundombinu ya fedha muhimu. Baraza la Kitaifa la Mitihani nchini NEC limetangaza kutoa vyeti vya wanafunzi waliokalia mitihani ya kitaifa ya KCPE na KCSE mwaka jana. Kwenye taarifa kwa umma, NEC imewashauri wanafunzi kufika shuleni ili kupokea vyeti vyao. Aidha, imetoa onyo kwa walimu wakuu dhidi ya kuwanyima vyeti wanafunzi walio na malimbikizi ya karo. Waziri wa Elimu Julius Ogamba mwezi uliopita alitoa amri kwa shule zote kuachilia vyeti vya wanafunzi walio na malimbikizi ya karo. Haya yanajiri huku shule zikifunguliwa wiki hii kwa muhula wa pili, huku walimu wakuu wakitoa wito kwa serikali kutoa fedha bila kuchelewa ili kuepuka misukosuko inayoshuhudiwa mara kwa mara wakati wa muhula huu mrefu zaidi wa kalenda ya masomo. Katika muhula huu,
Serikali pia inatarajiwa kutangaza uteuzi wa wanafunzi watakaojiunga na shule za sekondari pevu mwaka ujao. Dira ya Iqra 95.0 FM. Na naibu rais Kithure Kindiki amesisitiza kujitolea kwa serikali kuhakikisha usambazaji sawa wa miradi ya maendeleo katika maeneo yote ya nchi ili kuinua maisha ya Wakenya. Akizungumza alipokuwa akizindua soko la manispaa ya Maralal huko Samburu Magharibi, kaunti ya Samburu, naibu rais alisisitiza kuangazia kwa serikali kubadilisha kila eneo ili kukuza ukuaji wa kijamii na kiuchumi wa kitaifa. Pamoja na kuanzisha soko hilo, Profesa Kindiki alikagua mradi wa Bwana la Yamo ambao ulikuwa karibu kukamilika. Serikali imetumia shilingi bilioni 2.2 katika bwawa hilo ambalo litahifadhi lita bilioni 1.5 za maji mara kukamilika. Ni kazi za uwekaji mabomba pekee ndizo zilizosalia kabla ya wakazi kuanza kunufaika nazo. Na katika habari za kimataifa ni kwamba polisi wenye silaha wamezingira nyumbani kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema Tundu Lissu pamoja na nyumbani kwa makamu mwenyekiti John Heche. Hata hivyo polisi hawajadhibitisha kuzingira nyumba za viongozi hao wa upinzani. Haya yanajiri wakati mahakama ya hakimu mkaazi Kisutu hii leo ikisikiza upande wa jamhuri mleta mashtaka juu ya hoja za mawakili wa Lissu waliopinga kesi hiyo kusikizwa kwa njia ya mtandao. Polisi walisisitizia wanachama wa Chadema kutokwenda mahakamani wakisema ni kwa lengo la kuimarisha amani, huku makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akiwahamisha wanachama wao kwenda kwani ni haki yao ya kikatiba. Nje ya mahakama ulinzi uliimarishwa huku wanachama wa Chadema na waandishi wa habari wakiwa wamezuiwa kuingia mahakamani. Na tukikamilisha ni kwa mahakama ya kimataifa ya haki ICJ inasikiliza kesi kuhusu iwapo Israel inapaswa kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia Wapalestina walioko Gaza na ukingo wa Magharibi. Kesi hii ililetwa baada ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwaka jana kuiomba mahakama kutoa mwongozo kufuatia hatua ya Israel kuzuia shirika la UN la UNRWA kufanya kazi. Tangu mwezi Machi, Israel imezuia misaada yote kufika Gaza, hali ambazo imesababisha mashirika ya kimataifa kuonya kuhusu uhaba mkubwa wa chakula. UNRWA ndilo shirika kuu linalosaidia Wapalestina wa Gaza, lakini Israel inalituhumu kuwa wanachama wa Hamas wamejipenyeza katika shirika hilo, madai ambayo yamepingwa na wengi. Kesi imeanza kwa maelezo kutoka kwa wawakilishi wa Umoja wa Mataifa na Palestina, kisha nchi 38 zitatangaza msimamo yao. Mwisho wa Dira asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, dakika zikiwa takriban 11 zimetoweka baada ya saa 2. Bila shaka utaweza kupokea habari zaidi na KMKM itimiapo saa 3 kamili. Kwa niaba ya mwenzangu Abubakar Juma, mimi nafahamika kama Ramla Abdi. Endelea kuwa nasi.